Baada ya vitisho kutoka kwa Nigeria ambao wamempiga marufuku Tyla, msanii kutoka South Africa, kwenda kutumbuiza nchini humo, inaonekana kuwa uongozi wake umeona isiwe tabu na kuondoa show ya Lagos ambayo ilikuwa ifanyike Disemba 22 mwaka huu 2026. Sasa tour yake ambayo inaitwa Pop World Tour, ukiangalia hapa ratiba zake, inaanza Oktoba 12 ambapo atatumbuiza Paris, ataenda Amsterdam, Uholanzi, atakwenda Brixton, London. Hiyo ni Oktoba yote mpaka Novemba 12 anaenda Marekani, ataperform California. Tour ya Marekani itaenda mpaka kwenye Novemba, Disemba anaendelea huko Marekani. Baada ya tarehe 19 ambayo itakuwa ni Las Vegas, alikuwa atumbuize tarehe 22 Disemba Lagos. So ukiangalia hapa kwenye tour dates na watu kununua ticket, ameondoa Disemba imetoka ya Lagos, Nigeria, na baada ya hapo alikuwa aende kwao sasa. Na hii ilikuwa ni Januari mwakani ambapo angetumbuiza Januari 4 Cape Town, alafu Januari 9 Johannesburg. Kwa hiyo mpaka hapo maana yake ni kwamba kwa sasa South Africa ndo nchi pekee ya Afrika ambayo atatumbuiza. Ilikuwa atumbuize Nigeria, lakini ndio hivyo wamekataa, na hii ilikuwa ni kampeni kubwa sana. Jana ilikuwa all over. Nimetoa maelezo zaidi kwenye video iliyopita ambayo nilifanya jana, jinsi ambavyo influencers na watu wenye sauti kule Nigeria walisema haiwezekani huyu binti kutoka South Africa aje kutumbuiza Nigeria, wakati wao wamewafukuza our African brothers and sisters kutokana na ubaguzi wao. Kwa hiyo hii ni revenge kwa South Africa kwa kile ambacho wamekuwa wakiwafanyia sio tu wa Nigeria lakini wa Afrika wengine, kutokana na zile zinazoitwa xenophobic attacks. Ni mashambulio dhidi ya raia wa kigeni ambao wanaishi nchini humo, hususan wa Afrika, sio wazungu, sio watu wengine, wa Afrika wenzao. Kwa hiyo na wao wa Nigeria wamepiga pale panapouma zaidi, na aliyeathirika kwa ukubwa amekuwa Tyla.